من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن يواجه الله سبحانه وتعالى بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سالنا سلام انتم عليه الصلاة والسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله nakuhusieni vile vile nakuhusia nafsi yangu juu swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu qad faza almuttaqun kwani hakika si vinginevyo wamepata kufaulu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha an-nas ibadallah inna min a'zami ni'ami Allah ta'ala ala ibadihi almu'minin hakika miongoni ya neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi almu'minin juu ya waja wake waumini ayubalighahum shahra ramadan ni kuwafikisha waumini wake au waja wake na kuudiriki mwezi wa Ramadhan faqad faddala Allah azza wa jalla hadha ash-shahr al-mubarak ala sa'iri ash-shuhur hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha mwezi wenye baraka ndani yake ala sa'ili shuhur juu ya miezi mingineyo wal ayyam bali kafadhilisha masiku ya mwezi wa Ramadhan juu ya masiku mengineyo katika miezi mingineyo fahuwa fiha kashamsi baina alkawakib mwezi wa Ramadhan ni kama mfano wa jua baina ya nyota nyinginezo shahrun ja'ala Allah azza wa jalla siyamahu ahad arkani alislam ni mwezi ambao amejalia Allah subhanahu wa ta'ala siyamahu ahad arkani alislam kufunga mwezi wa Ramadhan ni moja kutimiliza nguzo za Uislamu wakhtassahu bifadailin adhima na Allah kahusisha mwezi wa Ramadhan kuwa ni wenye fadhila nzito ndani yake fahuwa shahru siyam wal qiyam mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kufunga lakini vile vile ni mwezi wa kusimama katika sala za usiku shahrun tatanazzalu fihi arrahmat bali ni mwezi ambao ndani yake hutelemka rahma mbalimbali wa tughfaru fihi adh-dhunub was-sayyi'at ni mwezi ambao husamehewa ndani yake madhambi na machafu mengineyo wa tudhaafu fihi al-ujur wal-hasanat ni mwezi ambao ndani yake huzidishwa ujira na mema atakayofanya mwanadamu
Watuftah fihi abwabul janna, na hufunguliwa ndani yake milango ya pepo. Watughlaqu abwabun nar, na hufungwa milango ya moto. Wayutiku Allahu fihi ibadahu minan niran, na Allah huachia huru waja wake katika moto ndani ya mwezi wa Ramadhan. Ramadhan shahrun unzila fihi alquran, kini mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao ndani yake imeteremka Qur'an. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam, na mtume alayhi salatu wassalam, kana yubashiru ashabahu ridwanullahi alayhim biqudumi, alikuwa akiwapa bishara njema masahaba radhiyallahu anhum kwa kuingia kwa mwezi wa Ramadhan. Lima fihi min alkhairi alkathir, kwa yale yaliyomo ndani yake katika khairi nyingi. Walfadail walbarakatu alazima, baina baraka za kwa kubwa. Fakana yaqulu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akisema mtume alayhi salatu wassalam kuambia masahaba radhiyallahu anhum, ataakum shahru Ramadan, umekuijieni mwezi wa Ramadhan. Shahrun mubarak, mwezi wenye baraka ndani yake. Faradallahu alaykum siyama, Allah amekuwajibishieni nyinyi kufunga. Tuftah fihi abwabul janna, ufunguliwa ndani ya mwezi wa Ramadhan milango ya pepo. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na ufungwa ndani yake milango ya jahannam. Watughallu fihi maradatu shayatin, na ufungwa vile vile yale majini. Wa fihi lailatun, ndani ya mwezi wa Ramadhan kuna usiku ambao hiya khairun min alf shahr, ni bora usiku huo, ni bora min alf shahr, kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurim, atakaye haramishiwa khairi za mwezi huo basi atambua kwamba amepata hasara katika mwezi huo. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa ba'd. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya hayo yaliyotangulia na kujua zile khairat zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan, na kujua fadhila ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwabashiria masahaba radhiyallahu anhum liyaghtanimuha, ili waweze kupata fursa ya kuzitumia hizo fadhila ambazo zimepatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan. Fa innahu sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume alayhi salatu wassalam, kama qala Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika mlikuwa nyinyi wanadamu juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo chema kwenu. Fala ya'malu al-insan amalun yuqarribuhu ila Allah, hataweza mwanadamu kufanya kazi yoyote au tendo lolote lenye kumkaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala illa bimuwafaqati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kwa kuwafikiana na mtume alayhi salatu wassalam. Wa fi hadha ash-shahr, na katika mwezi huu wa Ramadhan, a'malun kana yaf'aluha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam taqarruban ila rabbi, katika mwezi huu wa Ramadhan kuna matendo ambayo alikuwa akiyafanya mtume alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala almuslimina aidan, na vile vile ikawa ni wajibu kwa waislamu kuyafanya matendo hayo taasiyan bin nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kumwiga mtume alayhi salatu wassalam. Hadha khilafu ma nahnu alayhi almuslimun, na hivi vile tofauti na vile ambavyo waumini tumejiweka katika zama zetu hizi. Fala naqtadi bin nabii sallallahu alayhi wasallam, hatumuigi mtume alayhi salatu wassalam. Fa innahu sallallahu alayhi wasallam kana ajwadun nas, kama qala ibn Abbas radhiyallahu anhu, miongoni mwa mambo alikuwa akiyafanya mtume sallallahu alayhi wasallam, kama qala ibn Abbas, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwadun nas, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة
au kama qala radhiyallahu anhu. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, ndo mbora ya wale wenye kujitolea katika sadaqat, ndo mbora watu wenye kujitolea. Lakini wakana ajwada ma yakun, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazidisha kujitolea zaidi katika sadaqat, anazidisha kujitolea zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, hina yalqahu Jibril, pale ambapo alikuwa akikutana na Jibril alayhi salam, fayudarisuhu alquran, kisha akamfundisha Qur'an. Haya maneno Ibn Abbas radhiyallahu anhu akimzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafanya yale matendo ambayo ni miongoni mwa mambo yanayokamilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, au malengo ya mwezi wa Ramadhan. Aliyasema Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, kama faradhishwa nyinyi mwezi wa Ramadhan ili muweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal nattaqillaha bisiyami faqat, yatamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi kufunga tu, pasina kufanya yale matendo ambayo yatakufanywa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala? La. Fakana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, Mtume alikuwa akijitolea zaidi katika mwezi wa Ramadhan. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukmir au yukhtim alquran marratayn fi hadha shahr, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikamilisha usomaji wa Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan mara mbili, isipokuwa alihitimisha mara moja katika mwaka wake wa mwisho. Fa aina anta wa qudwatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, uko wapi wewe Muislam na kumuiga Mtume alayhi salatu wassalam? In kana la yukhtimu alqur'ana marratayn fakam khatmatan anta khatamtaha, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunayemuiga sisi alikuwa akikamilisha Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan akiisoma mara mbili, zingatia wewe au jiulize wewe Muislam, fakam maratan khatamta alqur'ana fi hadha ash-shahr, umekamilisha mara ngapi Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan? au annaka iktafaita bin nawm nahara Ramadhan wa iktafaita bis sahar fi al-layl, au wewe umetosheka Muislam na kulala katika mwezi wa Ramadhan, mchana wote unaotumia kulala, haujikurubishi kwa Allah sio kwa dhikri, haujikurubishi kwa Allah sio kusoma Qur'an au kufundisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, umetosheka na kulala. Wa idha dakhala al-layl, na unapoingia usiku unakesha na kuzungumza maneno ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma hakadha turabbi as-sawm, funga haimtaki Muislamu wa katika hali kama hiyo. Tunajidanganya, na hao ndo wale ambao wamesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun man dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, amepata hasara yule Muislamu ambaye ataingiliwa na mwezi wa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan utamkuta yupo hai, kisha mwezi ukaondoka, Muislamu huyo hajasamehewa. Basi tambua Muislamu amekula hasara, amepata hasara kubwa kwa kupitwa na mwezi wa Ramadhan bila kusamehewa, sababu ndani ya mwezi wa Ramadhan kuna matendo mengi ambayo yanakufanya wewe karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwezi wa Ramadhan kuna mambo mengi ya kuyafanya wewe Muislamu ambayo yatakufanya uweze kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa sisi tutatosheka na kulala mchana wa Ramadhan au kucheza madrafti, tukatosheka na usiku kuwa ni wenye kukesha na kupiga story ambazo hazina maana, kukesha na kuangalia matamthilia mbalimbali, fahadha wabalun alaina, hii ni hasara kubwa tunayoipata Waislamu. Bal haikuwa kufunga kwetu isipokuwa ni kushinda njaa. Funga yetu akayoifunga, ikiwa hali yako unalala mchana, haujikurubishi kwa Allah, usiku hauna unachokifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hauonekani msikitini katika tarawih, hauonekani ukitoa sadaka mbalimbali, basi jiandalie wewe kwamba Ramadhani yako hiyo ni Ramadhani yenye hasara, ikiwa itaisha mwezi huo ukiwa katika hali kama hii. Ibadallah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenu
ni kiigizo kichwa kwa chema, basi angalieni matendo ya kuyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, litaktadu bihi, ili muweze kujifananisha na Mtume alayhi salatu wassalam. Wala tardau bil khasar, na wala msiridhie kupata khasara, fa innaha ayyamun ma'dudat, kwa hakika ya mwezi wa Ramadhan ni masiku machache. Faman sabara alaiha, atakayesubiri masiku hayo yakaisha, bas faqad wajada khairan kathira, amepata khairi zilizokuwa kubwa. Wala yulaqaha illa alladhina sabaru, na neema hizo na fadhila hizo na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala haupati isipokuwa yule mtu aliyekuwa na subira ya kuendea matendo aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawa na subira ya kuyaacha aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akajikurubisha kwake. Hadha walladhi yanalu khaira hadha shahr, mtu huyu ndio mtu ambaye anapata khairi za mwezi wa Ramadhan. Waman ghafala anha, na atakayeghafilika na matendo hayo, basi ajue amepata hasara kubwa katika mwezi wa Ramadhan. Adriku hadhihi al-ayyam al-baqiya, yadirikini masiku yaliyobaki kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanalu shahra kulla, mtapata malipo ya mwezi wote. Wa infatakum hadhihi al-ayyam, na ikiwa masiku haya yatakupiteni yaliyobaki katika mwezi wa Ramadhani, ikawa masiku yaliyobaki ni kama yaliyopita, ukawa ni mwenye kulala, ukawa hutoi sadaka, ukawa mkono wako ni mfupi kutoa, basi jiandalie hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, irtaqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-minbar darajatan faqala, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda mimbar, akapanda daraja la kwanza. Faqala, akasema alayhi salatu wassalam, amin. Thumma irtaqa thaniya, kisha akapanda daraja la pili. Faqala amin. Thumma irtaqa thalitha, kisha akapanda akasema amin. Thumma istawa fajalas, kisha akatulizana na akakaa. Faqala ashabu, wakasema masahaba dhaka radhiyallahu anhum, ala ma amanta ya Rasulullah, ulikuwa ukisema amin kwa sababu gani au jambo gani limekufanya unasema amin mara tatu? Qala atani Jibril, akasema amenijia Jibril alayhi salam. Faqala, akasema Jibril, raghima anfu mru'un dhukirta indahu falam yusalli alayk, ameangukia pua au amepata hasara mtu ambaye umetajwa mbele yake wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alayk, na wala hakukusalia wewe. Faqultu amin, nikasema amin, yani wewe ni dua amepata hasara, yani dua ambayo tayari ameshaipokelea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dua hiyo ni makbulun inda Allah, inakubalika mbele ya Allah, kwamba atakuwa ni mwenye hasara ya mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ametajwa mbele yake na wala yeye hakuweza kumsalia alayhi salatu wassalam. Faqal, kisha akasema Jibril vile vile, raghima anfu mru'un adraka abawayhi falam yadkhul aljanna, amepata hasara yule Muislamu ambaye amewadiliki wazazi wake wawili, falam yadkhul aljanna, na wala hakuingia katika pepo ya Allah. Faqultu amin, nikasema amin. Faqal, akasema vile vile, raghima anfu mru'un adraka Ramadan, amepata hasara Muislamu ambaye ameudiriki mwezi wa Ramadhan, falam yughfar lahu, na wala hakupata kusamehewa. Faqultu amin, kisha nikasema amin. Yani katika matendo ambayo yote yanapatikana katika mwezi wa Ramadhan, ambaye yawezekana kwa Muislamu akayakusanya yote, yani mepesi, lakini aina nahnu wa hadhihi al-amal, tuko wapi sisi Waislamu na matendo haya yaliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala? Tuko wapi sisi na kuwafanyia wema wazazi wetu wawili? Tuko wapi sisi na kupata fadhila za mwezi wa Ramadhan? Tuko wapi sisi na kumsalia Mtume alayhi salatu wassalam? Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna hadhihi al-mawasim, hakika hii misimu, mawasimul khairat, hii misimu yenye khairi ndani yake, inma yursiluha Allah ta'ala ala ibadi rahmatan bihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwatumia waja wake misimu yenye khairi ndani yake
kwa ajili ya huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, liyahtanimuha wa liyataqarrabu biha ila Allah, ili waweze kuitumia misimu hii na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku machache ambayo Allah kakupatieni muweze kujikurubisha kwake. Kullu hadhihi min arrahma, yote katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in fatatka rahmatu, ikiwa zitakupita rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, faqad khibta wa khasirta, bas tambua umepata khasara iliyokuwa kubwa fi dunya wal akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema yake kutujalia kusali swala hii ya Ijumaa katika msikiti huu. Hakika Allah Mwenyezi Mungu ametujalia kwa uwezo wake, kwa baraka zake, na hutuba kama alivyosoma khatibu hapa imetuelekeza juu ya kumcha Mwenyezi Mungu na kuwa waadilifu katika mwezi wa Ramadhani na kufanyia wema kadri Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza juu ya mwezi wa Ramadhani. Hakika Mwenyezi Mungu ametuhimiza juu ya kufunga somo la Ramadhani na kutoa zaka, kutoa sadaka, na tunamshukuru Allah kwa rehema zake kwa Uislamu wa mkoa huu wa Mbeya. Allah atubariki, na uongozi wa msikiti wetu hapa wa Sheikh Duru Muhammad. Kwa hakika tumejaliwa kuwa na neema ya Mola kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi kama ilivyo ada kwa Waislamu, tumehimizwa katika hutuba iliyosomwa hapa tuwe wenye kuswali, kufunga somo kwa hakika, kusoma Qur'ani usiku, kuswali tarawehi na kutoa sadaka kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ilivyoelekeza katika Qur'ani. Sadaka ndio kila kitu ambayo inatuongoza katika kutuondoleshea madhambi yetu tuyatendayo, na hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutuongoza na mwenye kutupokelea somo yetu ya Ramadhani. Kwa hivyo tunashukuru kwa kupitia mwongozo wa TV Imani na Khairi TV kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awazidishieni katika kila khairi na tuweze kushikamana juu ya somo yetu ya Ramadhani iende salama na tuifunge kwa yakini. Basi hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuipokea somo hii. Wa billahi tawfiki wa Allah salamu wa rahmatullahi. Kwa jina anaitwa Hussein Suleiman Omari, mkazi wa Mbeya mjini hapa. Alhamdulillah. Bismillahir rahim. Qala Allah Ta'ala ayyaman ma'dudatin, ni masiku machache sana ya ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tayari makumi yanakimbia na 10 la kwanza ndo hilo linayoyoma, na hii ni Ijumaa ya pili mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Allah ametupa afya njema na uzima na uwezo wa kuja kudiriki swala hizi za Ijumaa na swala za faradhi pia za jamaa. Mashallah, ni jambo ambalo watu wanajitahidi sana. Niseme tu kwamba kwa kuwa mwezi unakwenda kwa spidi sana, kwa spidi hiyo hiyo ndo umri wako pia unakimbia namna hiyo. Kama ulikuwa unadhani umri umesimama, basi umri haujasimama. Mwezi unavyokwenda na umri wako ndivyo ambavyo unakimbia. Niseme tu kwamba kiongozi wa dini ya Kiislamu na imamu msikiti huu ni waase waumini wa jiji la Mbeya pamoja na waumini wengine waweze kumalizia haya masiku yaliyobaki kwa kuendelea kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, kusubiri katika yale ambayo wameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanafunga mchana, wanasimama usiku, lakini vile vile kusubiri katika maasi, bimaana hawaendi katika yale mambo yanayomuudhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mji uko shwari, njiani ukitembea huko kila mmoja unakuta salamu alaikum za kutosha, lakini salamu alaikum hizo na kina dada kwa upande wao hijabu zimekuwa nyingi. Ukienda sokoni, mashallah, mambo yanapendeza, lakini hilo tunaliomba lisiwe kwa mwezi wa Ramadhani tu. Ni matarajio yetu kwamba Ramadhani ni madrasa, na madrasa hiyo baada ya Ramadhani tutaendelea nayo. Tutaona hijabu zinaendelea, lakini tutaona pia swala zinaendelea, lakini tutaona ule ukarimu ambao tunauonyesha kipindi hiki cha Ramadhani, kusaidiana. Mwenye uwezo kumuita mtu nyumbani kwake anamfuturisha, basi zoezi hilo liendelee. Lakini vile unaona watu wanaingiza mikono mifukoni wanawasaidia wasiojiweza, basi hata Ramadhani ikiondoka, hilo ni somo ambalo inatakiwa tuishi naye muda wote katika uhai wetu wote. Kwa hiyo hata
hutuba leo imeelezea tuwe na wale wanaojitolea kwa ajili ya kuangalia wenzetu, na wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Muda ambao wewe unamsaidia mwenzako mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Allah atakusaidia ya kwako mengi sana. Kwa hiyo niwahusie Waislamu wenzangu, lakini pia nijihusie mimi mwenyewe, lakini pia niwahusie kwa wale ambao pia sio Waislamu, wamekuwa na maneno mazuri kwa Waislamu kwa kuwapongeza katika mfungo huu wa Ramadhani, maana tunakutana nao huko nje na wenyewe wameathiriwa na wameathirika na mwezi huu wa Ramadhani, kwa kuweza kuwapa hongera na kongole Waislamu ambao kwa hakika wako kwenye mfungo na wanafunga kweli. Allah subhanahu wa ta'ala atakabali funga zetu na atakabali ibada zetu zote. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kwanza hili tunalimaliza na tumebakiwa na makumi mawili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Labda nini unadhani Waislamu tujibidiishe zaidi katika kuelekea kupata ucha Mungu na tuathirike na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmadu wa nasalli al-karim, amma ba'd. Naongea kutoka Masjid Bara bin Azib, mweka hazina wa msikiti. Leo tumejumuika katika Ijumaa yetu ya pili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na alhamdulillah tumepata mkutubu kutoka Dar es Salaam, hafidhul Qur'ani ambaye anatusalisha tarawih. Ametukumbusha sana juu ya kufuata nyenendo za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zile tabia alizokuwa akizifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndizo ambazo tunatakiwa na sisi tuzifuate. Na katika yote ambayo tumesisitizwa alikuwa akifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kusoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Kwa hiyo Bwana Mtume alikuwa akisoma Qur'ani mara 2 akihitimu. Kwa hiyo tumehusiwa sana tusome Qur'ani, na Qur'ani inapatikana kwa njia nyingi. Kuna njia ya kwanza kusoma mwenyewe, kuna njia ya pili ya kusikiliza Qur'ani. Sasa Qur'ani zinapatikana katika misikiti Bara bin Azib, Masjid Wadha kule Yunga, zinasomwa kila siku juzu moja katika sala za tarawih. Kwa hiyo tunaomba wale ambao wanakuwa hawawezi kusoma basi waje wasikilize katika kiamu cha tarawih. Ni moja katika kusoma Qur'ani. Ukisikiliza Qur'ani unapata fadhila za yule ambaye anayesoma wewe unapokuwa unasikiliza. Kwa hiyo tunasisitizwa sana tusali sala za tarawih, hizo ndio zitakuwa ni baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia kikubwa leo hapa msikitini umepita mchango, watu kujitolea sadaka na zaka zao katika kuendeleza mambo ya kusaidia watu ambao wanafunga, wana uwezo kuendeleza sehemu ambazo zimekwama. Alhamdulillah, watu wanajitolea, wana moyo mzuri, moyo mkunjufu, wanatoa huko wakiwa na furaha. Sasa hii ni moja katika kambi, tunaita kambi, yani kujikurubisha katika tabia njema. Tunahusiwa sana tuziendeleze hizi tabia mpaka miezi inayokuja, sio kufanya mwezi wa Ramadhani tu. Mwezi wa Ramadhani ni kujizidisha ibada, kuzidisha kutoa, lakini ibada na kutoa ni miezi yote Waislamu tumehusiwa tuweze kutoa, tuweze kusaidia watu wasiokuwa na uwezo na kadhalika. Nini hasa nadhani tunapaswa kufanya kuelekea kumaliza haya makumi mawili yaliyobaki? Tumemaliza 11 unajua kuna 10 wengine 9 hivyo. Tumemaliza kwanza tunaelekea. Labda nini tunadhani Waislamu tunapaswa kufanya kuelekea kupata ucha Mungu kabisa, yani baada ya tuathirike na mwezi mtukufu? Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina naitwa Abdallah Abubakar Kichwabuta, ni katibu wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu wa BAKWATA mkoa huu wa Mbeya almaarufu Juvikiba. Binafsi niseme mambo machache kuhusu hutuba ya siku ya leo. Alhamdulillah, nimepata bahati ya kuswali katika msikiti huu wa Al-Masjid Al-Bara Al-Aziz ambao unapatikana maeneo ya Isanga. Kiukweli msikiti huu ni sehemu ya maendelezo ya hutuba ambazo huwa ni tamu, zinagusa jamii, zinakuwa ni sehemu ya maendelezo ya hutuba ambazo kiuhalisia zinaenda na wakati ambao tayari unakuwepo. Na hutuba ya leo ilikuwa inagusia swala zima la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini kama Waislamu tunatakiwa tufanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa kwa siku ambazo tayari zimeshakwenda kupita, lakini tuna siku nyingi bado zipo mbele yetu ambazo tunaendelea kuzidiriki. Kwanza tumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya kuweza kuingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Maana ni baraka chache na faida chache ambazo watu wengi sana tunastamani tuzipate, lakini wengi hawazipati. Lakini kikubwa twende kwenye hutuba ya leo. Leo hutuba imetukumbusha mambo msingi sana ya kuweza kuyafanya. Kwanza
ni kwenda kujua namna gani tunaweza kuishi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hasa kama Waislamu, kwa swala zima la utoaji wa sadaka, swala zima la kuomba Mwenyezi Mungu, swala zima la usomaji wa Qur'ani. Maana tunajua ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao Qur'ani iliweza kushushwa. Kwa hiyo Mtume wakati wa khutba anatufundisha, ametukumbusha juu ya Mtume wa kudurusu Qur'ani kupitia kwa malaika Jibril, lakini pia ametukumbusha sisi Waislamu wenyewe kuwa tunapata muda pia mkubwa wa kutumia kwenye mambo ya khairati, mambo ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko kutumia muda wetu kupoteza kwa ajili ya mambo mengine ya anasa ya kidunia ambayo kiuhalisia mwisho wa siku tumekuwa kwenye mwezi wa mavuno. Mwisho wa siku tunashangaa mwezi unaisha tunapata mavuno nothing. Kwa hiyo tumekumbushwa mambo mazuri sana, katukumbusha swala lazima pia la kwenda kuhakikisha kwamba muda wetu wote tunaotumia ndani ya muda huu, aidha uwe mchana au uwe usiku, tutumie katika kumshukuru na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kupata fadhila na neema na baraka ambazo zinapatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ujumbe wangu kwa Waislamu ndani ya mkoa wetu wa Mbeya, lakini na Tanzania kwa ujumla na duniani, ni tutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kama sehemu ya mavuno ya ile ambayo tayari Mwenyezi Mungu ametuletea maisha neema hii ya mwezi huu ambao tuliopo ndani. Tusitumie mwezi huu kwa mambo ya nasa tofauti, tusicheze game, tusiende kwenye kamari, tusiende kwenye karata, tusiende kwenye bao kwa makusudi kama tunapoteza muda. Sasa hivi hatuna muda wa kupoteza. Muda wetu wote huu tulionao ni muda wa mavuno, tutumie vizuri kwa ajili ya kuvuna, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.